Wapenzi wasikilizaji, mara nyingine Bwana Yesu akapate kuwabariki na wasalimu wote katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Mahali popote ulipo, tunawapenda, tunawajali. Ndio kwa sababu tunakuja na kipindi hiki cha Mwamba wa Baraka ili tuwe baraka katika maisha yako na maisha ya jamii yako. Majina yangu ni Bishop Francis Ablitza wa Solid Rock Church of Jesus Christ. Karibuni wote siku ya leo tukapate kushiriki neno ambalo ni baraka sana kwa maisha ambayo ya Mkristo aliyeamua kuweza kuendelea mbele katika jina la Yesu. Tutasoma kutoka katika kitabu ambacho ni cha Luka mtakatifu. Mlango ni wa 3 kuanzia 2 mpaka mstari wa 10. Karibu, chukua Biblia yako tusome pamoja, sababu neno la Mungu lina faida na halina majuto. Neno la Bwana linasema katika Luka 3 kuanzia 2, wakati wa kuhani mkuu wa Anasi na Kayafa, neno la Mungu lilimjia Yohana mwana wa Zakaria jangwani. Akafika nchini kote iliyo karibu na Yordani, akihubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi, kama ilivyoandikwa katika chuo cha maneno ya unabii Isaya. Sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Kila bonde litajazwa na kila mlima na kilima vitashushwa. Palipopotoka patakuwa pamenyoka, na palipoparuzwa patalainishwa, na wote wenye mwili watauona wokovu wa Mungu. 7 inasema, basi aliwaambia makutano ya wale waliomwendea ili awabatize, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi toeni matunda yapatanayo na toba, wala msianze kusema mioyoni mwenu, tunaye baba wetu Ibrahimu, ndiye Ibrahimu. Kwa maana nawaambia ya kwamba katika mawe haya Mungu aweza kumuinulia Ibrahimu watoto. Na sasa hivi shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti. Basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Makutano wakamuuliza, tufanye nini? Basi akiwaambia, mwenye kanzu 2 na ampe asiye na kanzu, na mwenye vyakula na afanye vivyo hivyo. Tutaomba kwa ajili ya neno la Bwana. Baba, ni asante kwa sababu ya msikilizaji wangu na wakati huu ambao tumeandaa madhabahu ya Bwana kwa ajili ya kubariki mmoja ama wengi wanaosikia neno lako. Neno lako liko na nguvu, na neno lako linabariki, linaokoa na kufanya watu wakapate kukamilika katika njia nyingi. Naomba Roho wa Bwana akashuke mahali hapa, kakutane na hitaji la kila mmoja wakati tunaponena, basi wakabarikiwe vilivyo na waone Mungu katika maisha yao, katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini, amen. Nashukuru Bwana kwa neno ambalo tumesoma siku ya leo, na ni neno ambalo ni kuu katika maisha yetu. Mara nyingi unashangaa kwa nini umeumbwa na uko hapa duniani, uko na faida gani na unaweza kupokea nini? Wakati mwingine pengine unapata kwamba haujui mwelekeo, kwa sababu unajikuta katika hali ambayo ni njia ya makutano. Unakosa kujua utaelekea wapi, utatoka wapi. Na wakati ambapo tunawaza hayo, na bado sisi tunataka kubarikiwa. Na ninataka kunena kidogo juu ya baraka. Baraka zaja
baada ya maandalizi. Kuna wakati ambapo unatarajia sana kubarikiwa, unataka, unawaza, unafikiria, hata ukiwa unalala kitandani maisha yako yote, ama unakaa tu nyumbani, hizo baraka haziwezi kuja mpaka uweze kujiandaa na Mungu naye akapate kupitia katika hizo baraka ili ukapate kuziona. Neno la Bwana linasema kwamba baraka ni hali ya kupitisha mapokeo kutoka kwa Mungu. Mungu ako na mapokeo ama zile vitu ambazo anahitaji kutenda kwa ajili ya maisha yako, naye hudhibitisha ama anakubaliana na baraka ambazo zinahitaji kuingia katika mikono ya mwanadamu. Wakati ambapo neno hili linapoendelea, tunaona ule Yohana ambaye watu wengi wanasema alikuwa Yohana Mbatizaji, akiwa anajitokeza wakati fulani. Biblia inalenga wafalme ambao walikuweko akina Herode, lakini sana sana hapo inasema kuna kuhani mkuu ambaye alikuwa anaitwa Anasi na Kayafa. Huo ndio wakati ambapo neno la Bwana lilimjia Yohana. Neno la Bwana likajitokeza kwa huyu Yohana akiwa amegaa kule jangwani. Alikuwa mtu ambaye hakuwa anakula vitu vya kawaida, alikuwa anakula asali, anakula na wale wadudu wengine, nzige na vitu kama hizo. Alikuwa mtu ambaye maisha yake alijiweka kule jangwani, lakini alikuwa mtu ambaye alimuishia Mungu na akaona utukufu wa Mungu. Akasema kwamba hawezi kujihusisha na maisha ambayo imechanganyika na dhambi, kwa sababu utukufu wa Mungu ulijionyesha juu yake. Neno lilipokuja juu yake akapata kuchemka. Kuna wakati mwingine ambapo ndio umekaa tu haujui kwamba uko na mwito wa Mungu, lakini Mungu anapokuita kuna kitu ambacho kinashuka juu ya maisha yako na unajitokeza, kwa sababu Mungu ameweka taarifa ndani ya maisha yako. Mungu ameweka neno ambalo limekamilika ndani ya maisha yako. Kwa hivyo tunaona huyu mtu akitoka na kutembea kila sehemu ambayo ilikuwa sehemu ya Yordani, akiwa anahubiri neno. Na neno ambalo alihubiri lilikuwa sawa sawa na kamilifu. Akafika injini kote, Biblia inasema yote karibu na Yordani, akihubiri ubatizo. Haleluya! Na ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi. Dhambi ilikuwa imekolea ndani ya watu. Watu walikuwa wamemuogopa Mungu, wamemkataa Mungu, wanafanya mambo ya uasi ya kujipendeza wenyewe. Biblia inasema kama ilivyoandikwa katika chuo cha nabii chuo cha nabii Isaya. Kuna mambo ambayo ilikuwa imeandikwa katika kitabu hicho, na watu walikuwa wanasoma chuo ambacho kilikuwa kimetengenezwa sawa sawa neno la Mungu ambalo liliandikwa katika Agano la Kale, wakinena juu yake, wakihubiri neno la Mungu. Neno la Mungu sio langu ama lako. Neno la Mungu ni la Mungu mwenyewe, na Mungu ndiye ambaye ameumba dunia na ulimwengu, na anataka tuishi tukiendelea katika baraka. Lazima tujiandae ili tukapate kuona baraka ambazo ni za Mungu, ambazo anakusudia katika maisha yako. Mahali ulipo, mahali umekaa, nataka kuelezea kwamba wewe umebarikiwa. Hata ingawaje umejidharau, unaona wewe sio kitu, lakini Mungu anaona maisha yako. Mungu ametumana mtu ambaye ametoka mahali akapate kukunenea baraka juu ya maisha yako, ili milango ambayo imefungwa na zile shida ambazo unapitia zinaweza kuondolewa na kukaona ushindi. Wiki jana nilipigiwa simu kutoka Eregi, na kuna dada ambaye alisema kwamba kuna mama mmoja alikuja kumtembelea akiwa mgonjwa sana, akiwa ako na pressure nyingi, hali ya msukumo wa damu haikuwa kawaida, na akiwa anatembea na mkongojo. Akamwambia kuna maandalizi nimefanya
Kuna mahali hapa mhubiri anahubiri saa 12 Jumatatu, naye akaguza ile runinga wakati ambapo ni wa maombi. Naambiwa kwamba aliponywa kabisa hayo magonjwa na magonjwa ikaondoka. Hiyo ni ushuhuda mmoja ambaye tumeona tangu tuanze kuhubiri miezi 2 iliyopita. Kwa hivyo tunaandaa mambo ambayo inasomwa hapa, sio maandalizi yetu tu sisi wenyewe, lakini lazima niandae neno ambalo litaguza maisha yako. Lazima niandae neno ambalo litavunja milima ambayo iko ndani ya maisha yako. Lazima niandae neno ambalo litakufikia ndani ya moyo, ili ukapate kunyenyekea, ukapate kujiandaa kwa kugeuza nia yako na mambo ambayo unayopitia. Haleluya! Hili neno ambalo limeandikwa liko hai. Biblia inasema katika kitabu ambacho cha Isaya, mlango ambao ni wa 40 kuanzia 3, anasema sikiliza sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, mtengeneze njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, nyosheni jangwani njia kuu ya Mungu. Anasema katika jangwa ni ngumu sana kutengeneza njia kuu, lakini unapotarajia ama unapoona kwamba kunaweza kutengenezeka hapa njia, hiyo ni hali ya imani. Na kweli ninakwambia, Mungu atatengeneza njia mahali ambapo hakuna njia. Anasema wakati ambapo umejiandaa, umekubali maneno ya Mungu, umekubali neno la Bwana, Biblia inasema kila bonde litainuliwa. Hali ambayo ni ya bonde lolote ambalo liko ndani ya maisha yako litaweza kuinuliwa. Kuna wakati ambapo ulikuwa unatarajia mambo mengi na baraka nyingi katika maisha yako, lakini bonde likashuka na mambo yako ikashuka huko chini. Mungu anasema atainua hilo bonde tena, utaona baraka ikiwa utaandaa ama kujiandaa kutembea na Bwana katika neno lake. Kila bonde litainuliwa na kila mlima na kilima vitashushwa. Mahali ambapo kuna mlima, wengine wako na mlima, shida zimesimama mbele yako, hauwezi ona ile pande ingine, lakini nataka kuambia pande ile ingine kuna baraka za Mungu. Haleluya! Ambapo Mungu anasema hivi vilima ukimwamini vitaweza kushushwa katika maisha yako. Chochote ambacho ni kizuizi kilichosimama katika maisha yako, Bwana wa majeshi ananena vitaweza kushushwa. Yohana akaanza kunena akisema kila milima katika maisha yenu, wakati ambapo unakuja kubatizwa, hilo ni tendo la imani kwamba unakubaliana na Mungu na wokovu wake. Lakini baada ya kutenda tendo la imani, kuna baraka ambayo itaweza kushuka katika maisha yako. Je, ushawahi jiuliza kwa nini vitu zimekuwa ngumu kwako? Unajaribu kila njia, hauwezi. Unajaribu kila vile unavyoenda, hauwezi. Dhambi imekuzuia. Nasema kwamba mimi sio mwenye dhambi kwa sababu unajitambua na unajijua wewe mwenyewe. Aliyezaliwa yeyote katika Adamu ni mwenye dhambi, na dhambi zimekolea na zinahitaji msamaha. Msamaha pekee ambao unaotoka kwa Mungu ni ubatizo, wewe ukikubali neno la Mungu. Haleluya! Wengine wanaona kwamba wanapoenda kwa Bwana kuokoka, wanasema tu peke yake, ewe Bwana, siku ya leo ninaokoka, alafu nasema jina lako limefutwa. Hapana. Lazima ubatizwe ondoleo la dhambi. Kubatizwa ni ngumu sana, lakini unapotembea ukiingia ndani ya hiyo maji, wakati ambapo unazikwa na unaoshwa na maji katika jina la Yesu, kulingana na Matendo 2:38, wewe utakuwa umeokoka. Lazima jina la Yesu litajwe juu ya maisha yako ili dhambi zako zikaweze kuondolea. Ndio jina la pekee ambalo linaondoa dhambi. Ndio jina la pekee ambalo tuweza kuokolewa nalo. Ndio jina la pekee ambalo linaleta baraka. Lazima uamue. Haleluya! Haijalishi wewe ni nani, ni neno la Mungu. Na hata yule Nikodemo akaendea Yesu usiku akamwambia, Rabii, mwalimu, naweza fanyaje nione ufalme wa mbinguni? Akamwambia, usipozaliwa kwa maji na kwa Roho hautaona ufalme wa mbinguni.
Akasema mtu anaweza zaliwaje akiwa mkubwa namna hii? Anaweza rudi ndani ya mwili wa mama yake ili akapate kuzaliwa. Sio vile neno la Mungu linavyodhihirika ndio unaweza ama kusemwa ndio unaweza. Kuna ile kuinterpret ama kuna ile kufafanua neno la Mungu. Na Mungu ametuma watu wake waliopakwa mafuta akawaandaa wafafanue neno kwako ili ukapate kutembea ndani ya hilo neno. Ni nini unatafuta? Ni baraka ambazo ni za Bwana juu ya maisha yako. Anakuwazia mema. Ako na baraka ambazo amekupangia. Haijalishi mchawi alisema nini, mchawi alifanya nini. Mahali palipo jenda chini katika poromoka, Mungu atainua, milima atashushwa ili ukapate kuona mbele. Neno la Mungu akaendelea kuhubiri akasema, palipopotoka patakuwa pamenyoka. Yaani kuna maneno mengine ambayo imeenda kombo katika maisha yako, Mungu anaenda kuyanyosha katika jina la Yesu. Haleluya! Ungekubaliana na mimi, wewe ni msomi lakini mambo yako imejikunjana, unajaribu njia hauoni njia. Unapomwendea Yesu na kumrudia Bwana, mambo yako itanyoka. Akaendelea kusema, palipoparuza, Biblia inasema patasawasishwa, na utukufu wa Bwana utafunuliwa, na wote wenye mwili watauona pamoja. Kuna utukufu na mambo ambayo ni ya Mungu ambayo inafunuliwa na unaiona. Hata ukikataa wokovu miaka ngapi, lakini baraka zako ndizo unazobonda wakati ambapo umekubali Mungu. Na sisi tunanena juu yako, Mungu ataweza kukuonyesha njia. Sikiliza sauti ya mtu aliaye nyikani. Alikuwa analia, amevaa ngozi, hakuwa anapendeza, lakini ile sauti ilikuwa inatoka ndani yake. Hiyo ndio sauti ambayo inajalisha. Haijalishi kama sijavaa ile jora ambayo unapenda kama ile ya maaskofu, lakini sauti ya Bwana iliyo ndani yangu italipua zile vitu ambazo zimekuzuia na wokovu, na utaweza kuona wokovu katika jina la Yesu. Yanyosheni mapito yake njiani, tengeneza njia ya Mungu ili akapate kupitia. Kubaliana na neno la Mungu, sio vile ulivyofundishwa na sio vile ulivyosikia, bali kubaliana na neno la Mungu. Haya maneno yote manne ambayo amenena yataweza kukamilika. Kila bonde litainuliwa, kila mlima na kilima vitashushwa. Palipoparuzwa na kupotoka patatengenezwa. Palikopomoka Mungu ataweza kunyosha. Viwete watatembea, viziwi watasikia, vipofu wataona, waliopooza mtapata kupona mara ingine katika jina la Yesu. Shetani amewakatalia na magonjwa, amewakatalia na mizigo, kwa sababu mnatukuza tu yale mnajua. Pengine mnajua kwa madawa peke yake ndio inaweza. Umemeza Panadol ya kutosha. Leo sema Yesu ndio Bwana wa mabwana, ukapate kuja kwake, ukamuishie, akapate kukuguza na kuokoa, ili maisha yako, mwili wako ambao hauna afya, ukifinya mwili wako unaona kama inaenda ndani kama matope, muishie Mungu, kwa sababu sisi ni watu ambao tunaopita na tunahitaji mkono wa Bwana. Haleluya! Nasikia utukufu wa Bwana ukishuka mahali hapa, na ninajua hata uko nyumbani kwako kuna utukufu wa Mungu. Utukufu wa Bwana unapofunguliwa, sisi wote tunauona huo utukufu, kwa sababu kinywa cha Bwana kimeweza kunena. Lolote ambalo kinywa cha Mungu kinanena iko na uwezo. Haijalishi wewe ni rafiki yangu ama wewe sio rafiki yangu, kile kinywa cha Bwana kimenena ndio kinaleta hiyo faida na baraka juu yako. Lazima uandae moyo wako ukalingane na neno la Mungu, usipishane na neno la Mungu, kwa sababu unabishana na baraka zako. Haleluya! Sauti hii iko na maneno machache ambayo ni kurejeshwa kwa Wayahudi kutoka uhamishoni. Walikuwa wameenda uhamisho. Shetani amekuhamisha kutoka kwa makao makuu yako ambayo ni ya baraka. Kuna urejesho unarejea.
Haleluya! Kuna baraka zinarejea katika mji wako. Jambo la pili, kwa kuja kwa Masihi na wokovu wake ni jambo ambalo ni muhimu sana. Kuna yale ambayo ni kusikia tu, lakini Yesu alikuja ili watu wakapokee wokovu. Nitarudia tena, Yesu alikuja ili watu wakapone kutoka kwa mkono wa dhambi na shetani na mauti. Unahitaji wokovu katika maisha yako. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji mabadiliko katika maisha yako. Haijalishi wewe ni wa miaka ngapi, unaweza kuwa na miaka 2 ama miaka 100. Mungu wa majeshi ako na uwezo. Kuna yule ambaye amenipigia kutoka Busia, anahitaji Mungu akaonekane. Na kweli wokovu unapoingia, Mungu anaanza kubadilisha. Mapepo ambayo imewakalia inaanza kuondoka. Tubuni ili Bwana akaweze kuingia katika maisha yetu. Jambo lingine ni kutimizwa kwa wokovu katika mbingu mpya na nchi mpya. Kuna ile kutimizwa, Mungu anatimiza wokovu katika mbingu mpya katika maisha yako. Wakati unaokoka, kuna mbingu inafunguliwa mpya, na wakati ambapo umeokoka, nchi inakuwa mpya, kwa sababu unakuwa mtu ambaye ni wa kubarikiwa. Yohana wazi alijitoa akaweza kunena juu ya kuja kwake Masia. Kulihitaji kutubu. Wacha nikwambie, kutubu iko mara 2. Kutubu iko ni kugeukia kutoka dhambi. Unaondoka kwenye dhambi, unageukia dhambi. Pea dhambi mgongo. Umefanya mambo mengi, umefanya vituko, lakini haikusaidii. Magonjwa ndio unapokea, shida zimejaa ndani ya mwili, shida zimejaa ndani ya boma, mambo imekuwa mabaya. Haleluya! Maboma inavunjika, vita zimejaa katika boma lenu, hamna raha ndani ya nyumba, mnapigana kila saa. Wewe mama na wewe ndugu, mgeukie Bwana, mkaokoke, muondoke ndani ya dhambi. Jambo la pili juu ya wokovu ni kumgeukia Mungu. Sasa kuweza kuangalia Mungu na kumtazama mbele, sababu unapotazama nyuma kwa dhambi hauwezi kuokolewa. Yesu akawa ameshuka ndani ya huyu mtu, na walipokuja wengi baada ya kusikia hiyo habari, Yohana akawaambia kwamba nyinyi vizazi vya nyoka. Vizazi vya nyoka vinamaanisha kwamba watu ambao wamejaa dhambi. Ni nani aliyewaonya na mambo haya ambaye ni hasira inakuja kwenu? Usipookoka, hasira imesimama. Mstari wa 7, wokovu ni wote wenye mwili wanaweza kupokea, na wakati unapopokea unafanywa kiumbe kipya. Ya zamani yote inaisha na unabaki kuwa wa mtu ambaye ni sawasawa. Ile vizazi vya nyoka vya dhambi vinakuondokea, unakuwa mtu mweupe aliyetubu dhambi, ambaye amepokea ubatizo kwa maji mengi katika jina la Yesu, na anaishi maisha ambayo ni makamilifu, maisha ambayo ni ya kumpendeza Bwana. Basi anasema nikikamilisha kwamba na wakati ambapo mnaokoka mkifuata Yesu, kuna matunda ambayo mnastahili kuzaa. Tunda la kwanza katika Mathayo 3:8 nasema tunda la haki ambalo mnahitaji kuzaa, tunda la imani ya kweli na kuacha dhambi, na kuweza kuzaa matunda ya utawala, kuweza kukamilika katika kumwisha Mungu na kuishi katika maisha ambayo ni masafi, maisha ambayo ni matakatifu. Haijalishi mkoa ngapi ambao unafuata Mungu, lakini mazao ya matunda hayo yanahitaji. Biblia inasema katika Yohana 15:16 anasema, nyinyi hamkunichagua, lakini mimi nimewachagua ili mkaende mkazae matunda, na hiyo matunda ikapate kukaa, matunda ambayo ni baraka zako zikapate kukaa. Wale ambao wanafikiria kwamba ile baraka ambayo umepata katika maisha yako inaenda kuisha, haitaisha kamwe, kwa sababu umekaa chini ya uvuli wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu akubariki sana kwa uweza kuchagua ili ukaanze kuzaa matunda. Kuongea kwako kuwe kuzuri, wacha kurusha maneno kila mahali na kupanda mbegu za chuki kwa watu wengi. Mungu wa majeshi ataweza kukubariki na kuweza kukugeuza. Jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki wanalikimbilia, wanapata baraka na wanapata ushindi. Haleluya! Wale wanaoamini na kusema hao ni wa Kristo,
wanastahili kukaa maisha yanayozaa matunda na amani, na miti itakayokuwa kinyume itakatwa na kurushwa kwenye moto. Kwa hivyo ninawataka kuambia kwamba baraka zinakuja baada ya maandalizi. Andaa maisha yako. Mwanafunzi, soma ili ukakuwe na maisha mazuri. Usiposoma hauwezi kuwa na maisha mazuri. Kristo, tubu dhambi ili maisha yako na familia yako ikuwe mzuri. Yule ambaye na mkulima, lima shamba lako wakati unaofaa, panda mbegu, weka mbolea, tengeneza shamba lako, wacha limee. Wale ambao wajajiandaa na kufanyia kazi wataanza kuona wivu. Waone wivu na wewe unabarikiwa. Baraka ni za Bwana na baraka ziko na ushindi. Kwa hivyo nataka kuombea ili ukapate kubarikiwa kwa ajili ya wokovu na maandalizi. Karibu tuombe. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu uliye hai. Tazama mtazamaji wangu na mkabidhi katika mikono yako mitakatifu. Ukatutuma na neno ili tukapate kuhubiri, na wale ambao wamepokea hili neno, tazama wamenyenyekea na wameinua mikono, wengine wamenyosha mikono yao juu ya runinga. Ninaomba katika jina la Yesu ukashuke, ukaanze kutenda mema moja kwa moja, ukawatakase kwa Roho wako, ukawafunulie Bwana ni wakati ambao ni wa wokovu. Watoke kwenye vizazi vya nyoka visivyopendeza, waingie kwa maisha mapya, maisha ya Kristo ya kujivunia na kubarikiwa. Basi aliamua, ninakuombea baraka, ukakutane na mtumishi wa Mungu anayehubiri neno la Mungu lililo hai. Katika jina la Yesu ubatizwe, ukafufuliwe, ukaone ushindi katika jina la Yesu. Naomba baraka zako zikashuke. Wale ambao ni wagonjwa, Yesu alikuja ili mkapate kuponywa, kwa sababu mmesikia neno na kuamini. Ninaomba uponyaji ukashuke. Haleluya! Kuna nguvu zinashuka sasa. Mahali popote ulipopokea ishara, haleluya, pokea uponyaji katika jina la Yesu. Haijalishi ni magonjwa gani, shetani anatoweka. Mapepo ambayo imekufunga inaondoka sasa, kwa sababu kila nyororo inakatika katika jina la Yesu. Na achilia baraka juu yako sasa, baraka pamoja na familia yako, kwamba Mungu aweze kukutunza na Mungu aweze kukubariki. Umjue Mungu, utafute mahali pa kuabudu, ujengeke upya, inji yako ikuwe mpya, na upokee mbingu katika jina la Yesu. Asante kwa kuweza kunyenyekea na kuweka maandalizi kwa ajili ya baraka ambazo Bwana amesema yeye ndiye anaye ako nazo na anawapokeza. Na lolote mnaloomba katika jina la Baba, amesema atawapatia, kwa sababu nyinyi hamkumchagua, yeye ndiye ambaye amewachagua na anawabariki katika njia zake. Basi wabariki Mungu wa majeshi. Kila kilima kishuke, kila bonde liinuliwe. Haleluya! Kuwe na mahali ambapo wanapitia, jenga njia, tengeneza njia mahali ambapo hakuna njia, kwa sababu wokovu ni wako na wokovu ni wa mataifa yote. Katika jina la Yesu tunaomba tukiamini, na wote tuseme amen. Haleluya! Bwana Yesu akapate kuwabariki na akawajenge na akawalinde. Wala ambao wanaweza kutupata katika YouTube, tuko Solid Rock Church of Jesus Christ. Mnaweza kutupata pale, mahubiri zetu na mafundisho. Na pia wala ambao wanahitaji kukutana na sisi, kama vile tulivyosema, kila Jumatatu saa 12 ya jioni, ambia mwenzako, alika mwenzako na akapate kubarikiwa. Kuna wale ambao wanataka kubariki huduma huu. Nimepata baraka ya kwanza baada ya miezi miwili. Kuna mtu alinitumia shilingi 100, nikampigia simu, nikaomba pamoja naye kutoka Tongarin, na Mungu aweze kumbariki sana. Na wale ambao wanataka kuhusika, kuna M-Pesa ambayo imeandikwa pale 181766, account number SRCJ. Unaweka tu na unatuma, na baraka za Bwana zitakuwa pamoja nawe. Tunakuombea baraka. Na hata wale ambao kuna simu ambayo unaweza kuniongelesha, simu yangu ni 0722734409. Na pia nimeandaa wahubiri Kenya mzima, wataweza kunena pamoja nawe na wataweza kukubariki. Mungu wa majeshi akaweze kuonekania wakati unapokuja kuweza kujiandaa na kukaa pamoja nasi na kusikia neno la Mungu. Fanya maandalizi, Bwana Yesu akapitie ili akapate kukubariki. Tunawapenda na tunawajali. Amen. Mungu wa majeshi akawaonekanie katika kila njia. Asante. Amen.